بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومعلمنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aya, tunaomba kidogo tusogee mbele ili tupate kuwapa nafasi na wengine inshallah watakaokuja. Tumshukuru Allah jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu kwa kutujalia tena kukutana tena katika kikao cha utiifu wake Allah azza wa jalla, kivuli miongoni mwa vivuli vya khairi. Tuomba Allah jalla jalaluhu kama alivyokutanisha hapa duniani tahta dhilali ta'ati, leo katika kivuli cha utiifu wake, basi tunamwomba tena Allah atukutanishe tena siku ya kiyama fi dari karamatih, katika pepo yake tukufu, fi darin la yabla shababuha, katika nyumba ambayo hapatakuwa na kukonga, nyumba ambayo mtu hatazeeka, kwa maana kwamba ujana ndio utashamiri. Tuombe Mwenyezi Mungu atukutanishe sote katika al-Firdaus al-A'la ya Rabbal Alamin. Mada yetu ya leo kwa mukhtasar, tunataka tujifunze katika mwaka mpya kwa mukhtasar. Tuchukue masomo ya kimkakati, ya kimsingi kabisa. Durusun wa ibar min as-sirah an-nabawiyyah ash-sharifah. Sisi inapofika huu mwaka mpya wa Kiislamu, mara nyingi hutumiana text messages. Tukasema happy Islamic calendar, happy Islamic New Year. Na watakieni au nakutakia sahibu wangu mwaka mpya wa Kiislamu mwema. Mashaallah, bid'atun hasana, kitu kizuri. Hakuna katazo la kisheria linalosema kwamba basi ndugu yako usimtakie mema. Lakini tunataka tufahamu hii al-hijra an-nabawiyya. Hii hijra sasa tunapoizungumza tunakusudia nini? Na tunajifunza nini, na kuna mafunzo gani ya kimkakati yapatikanayo kwenye hichi kinaitwa al-hijra an-nabawiyya? Waislamu tulio wengi including me, nilipokuwa zamani kidogo mdogo, ukiniuliza nini maana hijra, najua ile maana al-maana al-lughawi, hajara yuhajiru, kwa maana kuhama. Ana muhajirun min baladi ila hadha al-balad, fakulluna muhajirun. Sote sisi tukitazama watu wa Dar es Salaam hapa utakuta kwamba tuna asili mbalimbali. Kuna watu wametoka mikoani huko wamehamia Dar es Salaam, babu wa babu zao wamekuja. Kuna watu jamaa zangu kutoka visiwani wapo hapa, mashaallah, washajukuu, wengine wana vitukuu na virembwe. Sawa, nyinyi mmefanya hijra, sisi tumefanya hijra. Lakini hijra hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam tunavyozungumza, je, tunakusudia hijra hii tu ya Mtume kutoka Makka kwenda Madina katika mazingira haya tunayoona sasa hivi yaliyopo? Maana sasa hivi unapohajir kutoka Makka na kwenda Madina au unaposafiri, sifikiri kama kuna ugumu wa aina hiyo. Kuna mabasi, kuna trains, faster trains, kuna trains za kisasa, kuna gari za kawaida. Kwa hivyo tunapozungumza hijra, hebu tusijaribu kwanza kuyatizama mazingira ya sasa hivi na hijra zetu sisi. كانت الهجرة النبوية الشريفة حلقة مهمة من حلقات الصراع بين الحق والباطل. Tunapozungumza hijra, tunazungumza mapambano. Yalikuwa ni mapambano ya shingo kwa shingo. Kama ulikuwa ukisikia lugha ile ya jino kwa jino, bega kwa bega, shingo kwa shingo, basi ndio hiyo al-hijratu nabawiyya. Yani masahaba na Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kafika pahala kwamba sasa ikabidi aihame ile Makkatul Mukarrama, ardhi ambayo ameizoea, amekulia, mpaka kaihama na akaacha kila kitu, na masahaba wakaanza. Basi kulikuwa kuna sira'un baina al-haqqi wal-batil, kulikuwa kuna kinyang'anyiro, kuna mapambano baina haki na baina batil. It was a very traumatic, hard time. Wazungu wanasema ilikuwa ni kipindi chenye maumivu na kipindi kigumu sana. Wa baina at-tauhid wash-shirk, si safari ile kwa Mtume sallam labda aliota akaamka akasema twenzetuni, akamwambia Saidina Abubakar, yalla hayya bina, twenzetu, pack your things and let's go. La, ilikuwa ni mapambano baina shirk na tauhid. Shirk na tauhid gani hiyo? Shirk na tauhid ilikuwa shirki iliyozagaa katika mji wa Makka. Na ndio maana sisi tunajifunza watu wa karne hii. Huu mwaka gani mpya?
1447, sawa? 1447, 1447, sawa? 1447 tunajifunza katika sira ya Mtume kwamba sisi tupambane baina ya haki na batil, baina ya shirki na tauhid. Shirki ya kipindi kile ni tofauti na shirki ya sasa hivi. Shirki ya kipindi kile taban Waarabu, Quraysh na wengineo makabila mengine walikuwa wakiabudu vitu vingi, nyote mnavijua. Kuna watu walikuwa wakiabudu miti, wakiabudu masanamu, wakiabudu miungu ambayo wametengeneza kwa mikono yao wenyewe, na takriban walikuwa wakikumbushwa, bwana huku mnakokwenda siko. Ami yake Mtume sallallahu alayhi wasallam akiitwa nani? Abu Lahab al-la'in, huyu amelaaniwa kabisa. Tuna suratul Masad katika Qur'an, tabbat yada abi lahab wa tabba. Mnakumbuka kisa cha kushushwa hii sura, sababu nuzul. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipowakusanya akawaambia, leo nimekuleteni habari nzuri, mwaonaje nikiwaambia nyinyi kwamba kuna kundi la maadui liko nyuma yenu mlima huu litakuja kuwavamia, mtanikubali ninayokuambieni, mtaniamini? Taban Rasul sallallahu alaihi wasallam kana sadikan aminan, kabla hajawabashiria. Subiri, tunataka tujifunze hapa. Wawezekana ukawa wewe ni mtu mzuri katika jamii na unajulikana kwa mema mazuri, lakini kuna siku kwaja kuambia watu ya kweli na ya haki, wakakukataa, tena wakakupiga mateke, tena wakakufurusha kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfika hayo. Ami yake mwenyewe akamwambia, tabban laka ya Muhammad, ali hadha jama'atana, wewe tumekulia wenyewe hapa, ulikuwa kitoto kidogo basi umeangamia wewe. Ali hadha jama'atana, leo tuita hapa sisi tulifikiri utakotoa mambo ya maana, unatuambia wewe una Mungu, ile miungu ya baba zetu yote ilokulea wewe mpaka ukawa hivi, leo unayakataa. Tazama ukale saa nyingine una matatizo yake. Kitu kikishakuzoeka katika jamii, hata kama si cha haki, hata kama si kizuri, the fact that kimezoeleka katika jamii, watu hukifanya kile kikawa mwisho kama ndo haki yenyewe. Kwa hivyo tunapozungumza hijra, jamani, tusitizame kama ni migration, the movement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam from Makkah to Medina. Isitizame hivyo, itizame kwamba kilikuwa ni kinyang'anyiro, yalikuwa ni mapambano kabisa baina ya haki na batil, baina shirki na tauhid, wa ibadati llahi ta'ala wa ibadati al-asnam wal awthan. Kama tulivyozungumza, watu walipambana mpaka hiyo ahadun uisikia Sayyidina Bilal na kina Alu Yasir, sio mchezo Sheikh. Mimi nimezaliwa naitwa Sabri, naitwa Muhammad, Ali, Fatima, Zainab, Thuraya. Sheikh palifanyika kazi kubwa sana, na sisi surauna, mapambano yetu baina al-haqi wal batil, sio labda ya sisi hivi hapa tupigani vita na wasio kwa Uislamu, wala hatuna haja ya kufanya hivyo. Uislamu sisi masahaba washafanya kazi, sisi ilikuwa kuendeleza tu, na Uislamu umezagaa ulimwengu mzima mpaka Amazon forest. Nimeona clip hivi karibuni, wallahi machozi yalinitoka. Amazon forest, kwa wanaojua maana ya Amazon forest, ni watu ambao the uncivilized people, the so called uncivilized people, ni watu ambao hawajastaarabika, kwa maana kwamba watu bado wanaishi wamevaa nyasi, wamejistiri tu, wanatembea utupu, ni watu ambao wanaishi kama utasema wanyama. Uislamu umekwisha wafikia katika tribe zao. Kuna watu wanafanya dawa huko Amazon forest. Uislamu upo. As-sira'u bainana wa baina al-batil, ni kwamba huu Uislamu alioletea Mtume sallallahu alaihi wasallam na juhudi za masahaba tukamate kwa mikono madhubuti kabisa, tukumbatie. Cha kushangaza ni kwamba mtoto wa Kiislamu inafika mwaka huu wa Kiislamu, au mtoto wa Kiislamu alielelewa katika ardhi ya Kiislamu, anafika sehemu kidogo kuna kauhuru fulani, kwa lahaja ya huku bara wanasema kauhuru fulani. Katika lugha ya Kiswahili kitu kikiwa kidogo hatusemi ka, tunasema ki, lakini huku wanasema kauhuru, kajikombe. Asli ni kikombe, hapa wanasema kajikombe. Na mimi nitatumia lahaja hii, lahjatul qaum. Watu wakifika mahala kuna kauhuru fulani, basi mtu anausahau ule Uislamu wake, anautupa tena na upiga mateke. Shekhe, anasita alhaqa, ushaisahau na ipiga mateke haki. Umeona batili kwa sababu kidogo imefungwa hivi, imefanywa inapendeza, unataka kuichukua hii sasa, unaiacha haki. Kwa hivyo hijra mwaka huu wa Kiislamu unatukumbusha yote na machungu
yaliwafika ndugu zetu. Waqad jaat ba'da marhalatin tawila ana fiha almuslimuna fi Makkah almukarramah sunufan min al-ittihad wa at-ta'dhib bisababi tamassukihim bidinihim. Na hichi ni kipindi ambacho kikubwa sana walipitia Waislamu. Kwa kosa gani? Kwani walikuwa ni watu matatizo? Ma urifa almuslimuna bi annahum rijal yani makirun. Uislamu abra tarikh, Waislamu popote wanapoishi, hata hawa ndugu zetu Rohingya Muslim, nafikiri mmefahamu Rohingya Muslim ni ya Bangladesh kama sikosei. Hawa ni watu ambao walichomwa live, they were burned alive. Tumeona clips. Yani ni watu ambao maskini za Mungu wamekuja pale kufanya kazi, watu wanachomwa live, makazi yao yanafanya nini? Yanachomwa moto, yanavunjwa. Why? Kwa sababu bisababi tamassukihim bidinihim. Na masahaba ndio walikuwa hivyo. Almujtama' almakki, ukienda katika Makkah society ukiwauliza watu wote hawa ni watu wazuri, ni watu wa akhlaki nzuri, lakini kwa kuwa wao wamefanya nini? Wamemkubali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hapa kuna funzo tena la kimkakati. Siku zote ukitaka kuwa katika haki, ujue matatizo yatakuandama. Na wala usije hapa ukaja kunuhunika, ilikuwaje mie? Kwa nini nasemwa hivi? Ilikuwaje hivi wamenitenga? Walimtenga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tena hawa ni aslabu Quraish, ni jamaa zake kabisa, huu ni damu yao kabisa. Walimtenga na wakamtenga na watu wake. Hatta anna ahaduhum lam yakun yastati'u idhara sha'air al-islam aw al-jahr bi'aqidatihi illa 'arrada nafsahu lil-adha wal-'adhab. Situation, tunazungumza context, kwamba mtu akitaka kudhihirisha leo Uislamu wake, basi alikuwa anapata torture, anapata adhabu kabisa. Mimi leo Sheikh natembea Dar es Salaam kifua mbele, na aniguse wako nigusa kwa Uislamu wangu, atakiona cha mtema kuni. Naam, natembea Dar es Salaam kifua mbele, natembea Mafia kifua mbele, natembea Zanzibar kifua mbele, natembea UK kifua mbele, na kwenda Las Vegas, na kwenda Chicago, na kwenda London City, na kwenda Australia kifua mbele Sheikh. Hakuna kunigusa. Yes. Lakini kipindi kile ndugu zetu walikuwa hawawezi kutembea na kusema sisi Waislamu na shiara zetu ndio hizi, ukavaa kanzu, sio kilemba, ukaenda kusali, sio ukafa. No. Haikuwa hivyo. Kuna katika historia baada ya USSR, United Socialist Soviet Republic kama sikosei, walipokuwa wamezitawala nchi nyingi hizi, kama unakumbuka nyiko USSR, kuna baadhi ya nchi walikuwa hawaruhusiwi watu hata kuabudu. Na ukawakuta kwamba walibadilisha mpaka majina yao, sio Wakristo, lakini ile kitman, wanaita kitman katika, yani unaficha, kwa sababu ukieleandika la Abdurrahman umekwenda na maji. Huruhusiwi kufanya biashara, huruhusiwi kuishi pale. Na mpaka hivi sasa kuna ndugu zetu India, Muislamu hatakiwi awe anafuatilia habari za Dar es Salaam tu, lazima ujue you are the globalist. Wewe ni Muislamu wa ulimwengu mzima. Habari zote zinaoishi Waislamu, zinawahusu Waislamu uzijue. India kuna Waislamu hawapungui milioni 300, 400, 500 milioni. Kwa sababu Uislamu wa population ya India mnaijua ni 1 point something billion watu wanaishi. The majority are the Hindus. Tunafahamu hivyo. Lakini kuna Waislamu mamilioni mingi, mpaka ule uraia wa ile nchi ya India. Wamezaliwa pale, wanaambiwa nyinyi hamustahiki kupata uraia wa nchi hizi. Why? Kwa sababu wao ni Waislamu. Kwa hivyo as-sira', the struggle continues. The struggle continues. Mapambano yanaendelea. Hatuzungumzi mapambano ya panga, hatuzungumzi mapambano ya kupiga watu. Al-ghazwatu al-fikriyah, as-sira'u al-fikri. Uko hapa Sheikh Dar es Salaam unapigwa vita ndani ya nyumba yako. Wewe nenda busy, keep yourself so busy. Mama mwache ende kazini, mwache mtoto na mfanyakazi, mwache mtoto na TV. Hadha sira'un bainaka wa baina al-batil. Mapambano yanaendelea. Aluta continua. The struggle continues. Usifikiri amekwisha kule kwa masahaba, hayajesha Sheikh, na wala hayatakwisha ila an taquma saa. Na katika kauli ambazo sisi tunajua zimekuja kutupa moyo kabisa kwamba sisi tunapokuwa katika haki, hata tufikwe na nini, basi tutakuwa hatu give up, hatufiati. Kuna kuufiata, maana hurudi nyuma. Sayyidina Bilal, mfano hai tumezungumza. Sayyidina Bilal mpaka taban alikuwa katika hawa wanaoitwa watumwa, kwa maana watu wakimilikiwa. Watu kipindi kile walikuwa wakimiliki watu wakimiliki watu. Na hapa kuna misconception, maana ufahamu potofu au upata ufahamu ambao sio wa sawa.
Watu wanafikiri ni Waarabu tu waliomiliki watumwa. Ukienda kusoma historia, mpaka Waswahili wa Afrika waliomiliki Waafrika wenzao, wazungu waliwamiliki wazungu wenzao. Kule Uingereza kulikuwa kuna barrows, maana kama maeneo makubwa ambayo hayo yakiishiwa na watu wakimilikiwa na watu wengine. Kwa maana kwamba haya mambo hayakuanzishwa na watu wenye asili za Kiarabu tu kama inavyoenezwa kwa wale ambao watu wana chuki labda na Waislamu au watu wenye asili za Kiarabu. Kwa hiyo kuna tip yote mnafahamu hapa katika machifu wakiishi hapa katika hiyo Tanganyika ya kale, watu walikuwa wingi sana na wakimiliki, kwa maana kwamba watu wakiwafanyia kazi, wengine walikuwa ni biashara kabisa. Kwa hivyo kipindi hicho miongoni mwao alikuwa Bilal al-Habashi, currently Ethiopia. Ni katika watu ambao wamekuja kutuletea mfano mzuri sana. Ukitaka mfano hasa wa mtu ambaye alisimama mujahidan lidini, kwamba yeye kasema hata iwe itakavyokuwa, nife, nipoteze nafsi yangu, nipoteze kila kitu, alikuwa kana Bilal ibn Rabah. Na wewe utajiuliza swali, katika jamii ambayo it was full of the Arabs, walikuwa Waarabu wenye makabila makubwa na watu ambao wenye vyeo vikubwa, iweje Mtume sallallahu alayhi wasallam mchague rajulun dhalilun min al-Habash? Kwani Bilal peke yake ndio alikuwa na sauti nzuri? Bilal peke yake alikuwa akijua kuadhini? La, walikuwa masahaba wengi wakijua adhan. Kwa nini alichaguliwa Bilal ibn Rabah radiyallahu ta'ala anhu warda? That was the symbol. Ile ilikuwa ni Mtume sallam kama muallimul umma, alikuwa anaonyesha umma wale walikuwa pale, na sisi watu wa Kigamboni na watu wa Kinondoni, watu wa Ilala na Msasani na kwingineko, kwamba msiwabeze watu, msidharau watu kwa rangi zao, kwa asili zao, kwa nasabu zao, kwa muonekano wao na mengineyo. Msiwadharau watu kwa hayo, thaminini juhudi zao. Mtume sallam alimchagua Bilal, ni mtu ambaye alikuwa mweusi kuliko wote na hana hata kabila pale, akaambia wewe utakuwa sayyidan lil umma, wewe ndio utakuwa bwana. Sasa utasema hayya ala salah, na wote wataacha mambo yao na kazi zao, watakuja hapa kuitika wito wako. Ili ilikuwa ni funzo ambalo hatukulichukua kabisa katika hijra na katika sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anapigwa Bilal na maudhi mingi anamkuta, na si pekee na wengineo, anasema ahadun ahad. Alu Yasir kama tunavyozungumza, Mtume sallallahu alaihi wasallam anapita sehemu na masahaba, hana cha kukifanya, hana nguvu. Na hapa tunajifunza kwa wale ambao wanapenda kuhemkwa na kufuata jazba. Mmoja alipita akasema, bwana ili tuendelee Waislamu Tanzania tupate nguvu, tuchukue dola, tufanye hivi, tulete. Naambia shekhe, hujasoma sira wewe wala sira hukuifahamu. Wewe mtu wa jazba tu, unataka uinuke leo ulete hivi watu wapigane watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimkuta hali mbaya zaidi kuliko yetu, hakunyanyua hata jiwe. Alipita akaiachia ile historia iende na ile hali iendelee mpaka alipofika sasa amri ya Mwenyezi Mungu kwamba kajiandaeni. Tazama mkakati, katoka Maka alikuwa dhaifu, hana jeshi, hana chochote. Alipofika Madina sasa, kwanza akawafundisha watu akhlaq. Haya ndio tutakuja kuyasoma katika durusun wa ibar. Mapambano hayataki nguvu tu za kimwili na nguvu za silaha, zinataka akhlaq kabisa. Kwa saa nyingine waweza ukapambana na adui yako kitabia na ukamshinda. Tuje katika historia ya the spread of Islam in East Africa, kuenea kwa Uislamu hapa kwetu East Africa. Nikizungumza East Africa nazungumza ukanda wote huu Afrika Mashariki, ukaanzia Somalia, ukaja Dar es Salaam, ukaja all the way Zanzibar, Uganda, Kenya, kote ku Burundi, Rwanda, mpaka huku Mozambique. Uislamu haujaenea kwa maguvu wala kupigana watu wala kulazimishwa watu. Akhlaq ndizo zilizosababisha kwa kiasi kikubwa watu wakubali Uislamu. Akhlaq, kwa sababu Waislamu walokuja katika miji hii wa mwanzo na usulia walikuwa ni watu waadilifu, walikuwa ni watu ambao wana muamala mkubwa sana. Mpaka machifu katika historia ya Afrika hapa, baadhi ya maeneo machifu walikuja wenyewe. Chief Kabaka, machifu walikuja wenyewe wakasema, sasa sisi kwa Uislamu wenyewe ndio huu na maelekezo yenu ndio haya, basi na sisi tunaacha ulwa wetu, tunataka tujiunge na hii dini. Akaambia, na huku mkija
wala hulipi pesa wala hufanyi chochote, basi ni kusema tu ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hapa ndipo Uislamu utakuwa umeufata. Lakini sasa ukishakusema la ilaha illa Allah thumma istaqim, tunasema qul amantu billahi thumma istaqim, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Lazima kunasema sio useme tu la ilaha illa Allah Muhammadur rasulullah alafu wewe ikipigwa kichakacha na wewe umo. Sijui watu wakienda kuabudu wakipeleka vyakula kwenye mizimu na wewe umo. Hatutaki mambo hayo. Nasema sio la ilaha illa Allah thumma istaqim, halafu uonyeshe msimamo. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni hijra kimukhtasar, si safari tu kama hizi safari zetu ambazo tunaweza tukahama. Ilikuwa ni safari ya machungu, ni safari ya maumivu, na ni safari ambayo ya kimkakati ambayo alikwenda Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Maka kuelekea Madina. Tunajifunza nini? Wa min abrazi ad-durusi wal ibari al-mustafada min al-hijrati an-nabawiyya, katika miongoni mwa mafunzo ya kimkakati. Maana katika mwaka mpya 1447 ndio tumeshauanza huu, na sisi lazima tuishi kimkakati. Funzo la mwanzo na la msingi kabisa, bila kurefusha maelezo mengi, ni kwamba tumejifunza katika historia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba dini ndio kitu cha mwanzo na cha msingi kinatakiwa kipewe kipaumbele kuliko mambo yote. Inna dina a'azzu 'ala al-mu'min min ad-dunya wa ma fiha. Wale masahaba wa kipindi kile walilifahamu hilo kwamba dini ni bora na ina thamani kuliko chochote, kuliko dunia na kila kitu kilichomo. Wa ahabbu ilayhi min waladihi wa ahlihi wa malihi wa watanihi, hata ikibidi uikimbie nchi yako kwa kuinusuru dini, itabidi ufanye hivyo. Hata ikibidi umwache mwanao, hata ikibidi umwache mke wako unampenda kabisa, umemuoa kwa mahari mingi, itabidi shekhe ufanye hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuinusuru dini. Na kuna mambo haya utakuwa watu wako baadhi ya maeneo wanaambiwa kama hujafanya hivi itabidi kuache kazi. Ndio jihadi yako shekhe hiyo. Ndio unapita pale masahaba walipopita. Usiseme nitabaki kazini, nitaongeza maziro, nitafanya hivi, nitawasaidia lakini mimi siko na nyinyi. Kuna baadhi ya mashekhe, baadhi ya watu wanasema mimi nilionyesha njia tu lakini mimi siko na wao. Shekhe ushaonyesha njia, manake anta minhum, ushafungulia njia. Kwa hivyo dini ni kitu ambacho kina thamani kubwa kuliko chochote, na wala tusije umaskini wetu au kwa kutaka umashuhuri kwetu usije ukatupeleka katika sehemu ambayo tukaiweka dini yetu rehani au kujipendekeza kwetu. Saa nyingine tena unastajabisha mpaka baadhi ya mashehe wakubwa ambao tunawaheshimu, anatamka maneno kwa kutaka ile kujipendekeza tu na yeye aonekane mtu katika watu au aonekane apewe kipaumbele. Anasema maneno mpaka ile dini yake watu wanamshangaa katika ile dini yake. Sheikh akasema maneno haya. Nakumbuka katika kisa cha Firaun na Saidina Musa alayhi salam, wale saharatu Firaun walipokuwa kabla hawajamake deal na Firaun walimwambia nini? Nakumbuka walitaka wawe karibu. Walimwambia inna lana la ajran in kunna nahnu alghalibin, kutoka kuna chochote, kuna malipo hapa tukimshinda huyu Musa au ndo tumekuja kufanya kazi tu hapa ya? Qala na'am wa innakum idhan lamina almuqarrabin. Firaun alikuwa ni mtu mmoja ana psychology hali ya juu. Wewe kuwatawala watu Misri, watu millions, watu ambao walikuwa very clever people, unafikiri ni kitu cha kawaida? Akamwambia naam, isitoshe si kwamba mtapata malipo tu, wa innakum idhan lamina almuqarrabin, mtakuwa karibu, mtakuwa ni watu ambao nikikohoa tu mshafika. Mkitaka nyumba zipo, mkitaka mishahara ipo, mkitaka wake wazuri mtapewa, sio na wasiwasi, lakini langu hili litimie. Kwa hivyo hawa maadui wa Kiislamu wana njama zao na wao. Kwa hivyo tuwe makini kabisa. Funzo la kwanza ni kwamba mtu kuipa kipaumbele dini ni bora zaidi kuliko chochote. Katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hii kumpenda Mtume si kusubiri mfungo 6 tu watu wakapiga dufu nyingi wajiteona mpenda Mtume. Sallu ala nabi, wewe kila mfungo 6 tu humsalimu Mtume, unasubiri mfungo 6 wewe sallallahu ala Muhammad, unapata thawabu. Hatusemi hupati thawabu,
Usisubiri Rabiul Awwal mpaka Rabiul Awwal kajitia mtu maulidi mzuri. Mtume anasema la yu'minu ahadukum, hata kuwa muumini wa kweli mmoja wenu, hata akuna, Mtume sallallahu mpaka awe yeye anasema mpaka niwe ahabba ilaihi, niwe mimi napendezwa sana kwa mtu huyu, min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, kuliko mtu. Sisi tunajua mtu unapompenda mzazi wako, baba yako, mama yako, watu wamekushughulikia, lakini ndio kwa tumpende mtume kuliko baba yangu na kuliko mama yangu, natakuwa nimpende mtume kuliko mke wangu, kuliko mwanangu, wan nasi ajma'in, na kuliko watu wote. Kwa hivyo anapotajwa mtume na mazazi yake na historia yake na mafundisho yake, mtu awe tayari kuacha chochote kwa ajili ya mtume. Ndio maana yake, ndio maana kumpenda mtume. Kwa hivyo hilo lilikuwa ni funzo la kwanza, lakini tukiendelea funzo la pili vile vile at-tadhiya, sacrifice. Masahaba hawa wanatufunza katika hijratun nabawiyya, hususan tukiwa katika mwaka mpya huu wetu wa Kiislamu, kwamba at-tadhiyatu bin-nafsi fi sabilillahi ta'ala wa i'la'i kalimati al-haq, the sacrifice, kujitoa muhanga mtu katika kuinyanyua dini ya Mwenyezi Mungu. Na saa nyingine mazingira yanakuwa ni mazito sana, utafanya kazi hizi za Uislamu na za khairi na watu watakuwa na dhalilun fil ard. Wallahi tunawathamini sana. Kuna baadhi ya watu wamefanya kazi kubwa sana Tanzania hii, wallahi nakwambia. Kuna baadhi ya majina wallahi ukiyataja katika sira'un baina al-kufri wal batil, baina ash-shirki wat tauhid, kina Sheikh Mazingi hao, Mwenyezi Mungu aweke. Kuna mashekhe chungu zima ndani ya nchi hii, tena walifanya kazi hiyo pasina mishahara. Watu walikuwa kiendesha baskeli, wengine wakitembea. Ukiwasikiliza the way they struggled, wallahi utatokwa na machozi. Na kwa bahati mbaya sisi Waislamu tuna tabia moja mbovu sana, mtanuia radhi, tabia ya kutothamini mashujaa wetu. Kwa bahati mbaya sana tuna tabia kutowathamini mashujaa wetu. We do not accept and honor our heroes. Lakini litokee kafiri huko afanye kitu, umemwona fulani kafanya. Sheikh, how about your own hero? Huyu shujaa wako alikuwa hapa Kijitonyama, hapa Kinondoni, hapa Zanzibar. Basi wewe huna takheri la kumzungumzia huyu shujaa wako. Kikubwa tunachokijua sisi ni kutoa dosari na makosa. Sheikh yule bwana anajitia shekhe, nahwu zenyewe hazijui. Nahwu kasoma wapi? Wewe umesikia Kiarabu chake kile? Kiarabu chake cha alif ba ta, yule bwana hajakaa bwana katika vikao zetu fa sarfu, hajakaa katika vikao vyetu vya balagha. An-nahwu awla awalan an yu'lama idhil kalamu dunahu lan yafhama. Atakupiga beti pale za kishairi pale, atatuweza wapi sisi? Hajui kitu. Sawa, Sheikh hajasoma nahwu, hajabobea kama wewe. Look at his role, tizama mchango wake katika jamii ile. Mmoja nilimsikia akimzungumza kwa ubaya almarhum Sheikh Nasr Abdullah Bachu. Nami si miongoni mwa watu ambao akifuata mitazamo yake. Niseme wazi tu, for the clarification, niseme wazi tu bila hofu tena, si miongoni mwa watu ambao wanafuata mitazamo yake. Mitazamo yake almarhum yanajulikana, lakini kwa kumsema kule kwa ubaya almarhum ambaye mimi namjua na mchango wake na ufahamu, pale nilimtetea Sheikh, nikamwambia Sheikh, sasa unakwenda mbali. Marhumu japokuwa tunakhtalifu tuna ikhtilafu zetu sisi baina za yeye na sisi, lakini haki isemwe, Sheikh ana mchango mkubwa katika mazingira ya Tanzania, si kwa Zanzibar tu. Wewe unakujua Kikwajuni, kwa wale hawajafika Kikwajuni. Mashekhe wengi hapa na asili ya Zanzibar. Kwa ndugu zangu hapa hawajafika Kikwajuni Zanzibar. Hiyo mitaa ya Vikokotoni, Kikwajuni, hayo ni maarufu kwa pombe na bangi. Na ukikulia huko shekhe zamani kipindi hicho, manake utakuwa utaangukia huko. Shekhe alifanya juhudi kubwa sana, si peke yake na baadhi ya mashekhe wengi, kuanzisha da'wa na kuanzisha kuwatoa vijana katika mambo ya al-mukhaddarat, drug addiction, kuwaleta katika Uislamu, kuwaleta katika misikiti. Vipi unabeza na unadharau mchango wote huyu kwa sababu eti unakhtilafiana naye anasema maulidi bid'a? Shekhe, bid'a mwache mwenyewe, ndio mtazamo wake huo na hoja ambazo amezisoma yeye. Nakhtalifu tutakutia naye, lakini tutamheshimu kwa mchango wake. Kwa hivyo tusiwe na watu ambao hatuthamini vya kwetu. At-tadhiya, tunataka watu wawe na kujitolea muhanga, saa nyingine bila hata ya kulipwa. Muhanga wako wewe ilikuwa ni kuja kusafisha tu huu msikiti,
basi Mwenyezi Mungu atakulipa kwa mhanga huo, lakini ufanye biitqanin, efficiently. Katika hadithi tuzungumza katika al-udhiya, Eid al-Adha, wa idha dhabahtum faatqinu adh-dhabha. Hata yule mbuzi yule usimkekete yule. Mtume anasema hata ukimchinja, basi tunataka al-itqan, tunataka watu wafanye mambo kiufanisi kabisa. Hijra inatufunza ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqad daraba as-sahaba ridwanullahi alaihim arwa al-amthila fi al-fida'i wal-badl. Al-fida' yani mtu kujitolea muhanga wa hali ya juu. Hijra masahaba wengi tu. Wa min dhalika mawqif sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu laylatul hijra. Tunajua laylatul hijra Imam Ali alifanya nini? Karramallahu wajha. Yeye alisema nitaenda kukaa pale, nitaenda kulala katika kile kitanda ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio wanajua wale makuraish makafiri kwamba yuko humu tena kile kitanda chake, ile nyumba, chumba alicholala, anasema mimi ndo nitabaki hapa. Sasa wewe hujiulizi kwamba hawa watu walikuwa mashujaa wa kiasi gani manake? Kwa sababu watu ambao badhalu anfusahum, walikuwa shajitolea, na ndio maana walipokwenda pale wakamkuta yuko Ali ibn Abi Talib, kiumbe huyo, sio maskhara. Wenyewe wakashtuka, wakajua Mtume hayupo, lakini kuna kiumbe mwingine pale. Kwa mtu ambaye wa kawaida hana ushujaa, angehofia nini? Kifo. Mwingine حين نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم معرضا نفسه للخطر تنفيذا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وثقة بوعد الله تعالى. وكويل تكم يشمتومه صلى الله عليه وسلم kampa maagizo sam'an wa ta'a. Wewe shekho unapoa maagizo na kiongozi wako unaanza kutia what if ikiwa hivi ikiwa la, imam kakwambia hivi na hivi, fata, heshimu uongozi. Heshimu uongozi. Kama mtu anakuongoza katika khairi, heshimu. Sayyidina Abu Bakar fida yake alitoa mtu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is wanted. Piga mfano kwamba hapa sasa tuna mtu ambaye the most wanted person. Ukiambiwa shekhi fulani au mtu fulani anatakiwa na serikali, usalama wa taifa wanamkamata, wanamtafuta. Wewe shekhi alafu unasema mimi ndo nitasuhubiana naye huyu jamaa anatafutwa na serikali. Ushujaa wa aina gani huo jamani? Sayyidina Abu Bakr ibn Siddiq alisema sausahibuka ya Rasulullah, mimi nitakuwa na wewe. Hakuogopa kwa sababu alikuwa hataki Mtume sallallahu alaihi wasallam yamfike maudhi, yamfike watu waje kumdhuru Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo yeye ndio zile aya zikaja, thaniyatnaini idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Katika watu ambao walikuwa washafika peponi lakini ilhali wako duniani, miongoni mwao Sayyidina Abu Bakr ibn Siddiq. Hawa ni watu ambao washabashiriwa pepo lakini walikuwa wako duniani. Thaniyatnaini idhuma fil ghari, walipokuwa wawili katika pango, idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Mtume sallam akimwambia sahibu wake Sayyidina Abu Bakar, usihuzunike, inna Allaha ma'ana. Sayyidina Abu Bakar alikuwa analia kufika nafasi time aliona kwamba Mtume labda watakuja kumuona hawa, watakuja kumkamata, watakuja kumdhalilisha Rasulullah. Mtume akamwambia la tahzan inna Allaha ma'ana, mimi ni mtume wa Mungu bwana, japokuwa ni binadamu lakini mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo at-tadhiya ni kujitoa ule muhanga na kukubali machungu katika dini hii. Kuna baadhi ya wakati lazima upitie na wewe machungu katika dini hii. La tatu miongoni mwa mafunzo ya msingi sana ambalo tulichukue katika mwaka wetu huu mpya ni swala zima la as-sabru ala al-adha was-thabati 'inda ash-shada'id wal-mihan. Sio kusubiri tu, maana kusubiri saa nyingine tunaweza, lakini ath-thabat 'inda ash-shada'id wal-mihan, unasubiri lakini unanuhunika. Hii shekhe, subira hii haitakiwi. Unasubiri mtoto kafariki ghafla moja, mke kaleta mitihani anaomba talaka ghafla moja, kaenda kujiachisha, biashara ghafla moja mambo haendi, biashara imefungwa, shekhe mitihani, mihan, shadaid. Unasema imefika masaib bwana, sijui kwa nini mie akhi. Shekhe unanuhunika, unamuuliza Mwenyezi Mungu, hujui kwa nini wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba walipata mitihani, watu cha kukila hawana. Masahaba walitestiwa, walipewa mitihani, walaqad fatanna alladhina min qabli fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkadhibin. Wanasema tulatikisa
Baada ukipata ile mitihani, sasa Mungu anasema tulikuwa tunawatizama tu. Walikuwa nane kati ya wao walikuwa waumini wa kweli na wengine walikuwa ni wadanganya tu. Am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum. Mungu anasema mnafikiri nyie pepo, ukisikia Mungu anasema tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya, si maskhara. Mungu anasema nurithu min ibadina, hiyo pepo tutawarithisha waja wetu man kana taqiya. Taqiya ni mtu ambaye amepitia misukosuko mingi akasimama pale. Mungu anasema mnafikiri mtapata pepo tu hivi kilaini? Tizameni aliowafika watu waliopita kabla yenu. Kwa hivyo as-sabru ala al-adha wath-thabat 'inda ash-shada'id wal-mihan, lazima mtu asubiri alafu aoneshe msimamo anapopata mitihani. Masahaba wao walionyesha msimamo. 2026 Mwenyezi Mungu atakujaribu, Mwenyezi Mungu atatujaribu katika mitihani mbalimbali. Tusije tukakufuru bwana, wala tusinuhunike, tuoneshe msimamo. Kisa maarufu cha Mtume sallallahu alaihi wasallam na yule mwanamke alofiliwa na mwanawe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia isbiri ya amatallah, kuwa na subra, fanya subra. Yule mwanamke hakujua anazungumza na nani, akamjibu Mtume akamwambia ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Maneno mazito sana, maneno mazito sana. Anaambia niondokee, wewe hayajakufika kama alionifika mimi. Mwanangu afariki, unaniambia nisubiri? Wewe vipi, mtu aina gani? Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye ni muallimul umma, sote tunasema yeye ni mwalimu, hafanyi mambo hivi tu kwa reaction tu kukadhibika hivi. La, ikibidi kwamba aoneshe ghadhabu, Mtume alikuwa akionyesha ghadhabu kwa funzo. Lakini most of the time Mtume hakuwa reactive person. Hakuwa ni mtu wa kureact wende na mambo yako hivi, labda unafikiri utamchomoa Mtume, utampandisha ghadhabu. La, Mtume hakuwa khairu khalqillah, hakuwa mtu wa aina hiyo. Mtume akaondoka. Masahaba wakamfuata yule mama akamwambia awa ta'lamina man huwa, wamjua nani yule mjibu masjidinu haya kifadhuli hayo? Innahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yule mjibu ni mbora wa viumbe, anaitwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mama kusikia vile hakujua kwamba alikuwa anazungumza na Mtume, akakimbia mbio akamwambia ya Rasulullah asbir, sasa hivi nitasubiri. Mtume akamgeukia akamwambia innamas sabru inda sadamati al-ula, usifanye maskara kwamba subira tu useme nitasubiri when the calamity strikes, mtihani unapokupiga sasa pale moyo unauma, innamas sabru inda sadamati al-ula, pale ndio unapotakiwa usikufuru, usubiri na uoneshe athabat. Mwanachuoni mkubwa Ash-Shahid Sayyid Qutb anasema, na tafsiri yake maarufu fi dhilal al-Quran, anasema nilikuwa siku zote naisoma Qur'ani na naziona zile aya katika ya alladhina amanu sabiru wasabiru warabitu. Nilikuwa Mwenyezi Mungu anasema mlioamini subirini na mjiambatane na subira. Lakini siku nilofungwa sasa mahabusu, nikaekwa chemba, isolation kwa miaka na adhabu zile, dhuktu ma'na as-sabr. Alafu akatoka kitabu as-sabru fil Qur'an, kitabu kakiandika jela gereza, anasema as-sabru fil Qur'an. Yani unakiandika kitabu alafu unaishi yale maisha, ile subira ndani ya gereza. Mmoja mshairi anasema sabarna hatta sabara as-sabru anna, maneno mazito. Anasema tulisubiri mpaka subira ikatusubiria. Kuna watu wana subira mpaka ile subira inawasubiria wao. Wadhukna al-murra hatta marra al-murru minna, tukaonja machungu. Kwa lahaja ya Mombasa anasema matungu, tukaonja matungu mpaka yale machungu yakatukimbia. Kuna watu wana subira hali ya juu, na ndio hii tunafundishwa sisi Waislamu wa karne hii jamani. 2026 subira yetu bwana imekuwa ni fupi ndugu zanguni. Subira zetu zimekuwa fupi sana, hatuwasubiri hata watoto wetu. Saa nyingine mtoto wake mtu anafanya makosa, na marhalatu shabab, mtu anatoka katika marhala hii ndogo, anapita kidogo, kuna kipindi kijana anakuwa kidogo mtukutu, anasema anakuwa kidogo matata, unampiga kibao, unampiga kichwani, unamsababisha damage, athari ambayo inakuja kumwathiri mbele huko. Ilikuwa baba huyo alinipiga kichwani kipindi kile, mamangu aliniunguza kule kwetu Zanzibar kipindi kile. Ulikuwa ukifanya mchezo unapigwa kuni shekhi,
Sheikh unampiga mtoto kuni, ya salam, salimna min albala. Sheikh kuni unampiga mtoto wako mdogo. Sivyo hivyo asabru, hata katika at-tarbia, hata katika malezi. Hatusemi tuwadekeze watoto. Mimi miongoni mwa watu ambao sikubali mambo kudekezwa. Mambo ya malezi ya kizungu siyapendi kabisa na napiga vita. Lakini tusiwe wakali kupindukia. Tunapokosea tusikilize. Watu wengine kazi yao talaka. Huyo shekha kiudhi wa kidogo tu anaonyesha vidole tu. Wamepewa akhadna minhum mithaqan ghalidha. Mwenyezi Mungu anasema hii ni heavy contract. Umepewa mtu, binti katoka kwa babake na mamake, umepewa wewe, huyu atakuwa anakupikia, atakaa na wewe, atakuzalia watoto. Shekhe kakuudhi mambo mawili matatu, nafanya hivi. Unaona simu ile, unaona maskhara wamejaa tele hawa. Really? Dhulma unaomfanyia binti huyu sasa hivi, labda anaweza kuwa yeye hatu kwenye familia kubwa, labda yeye si maarufu, unaweza kumfanyia dhulma. Kumbuka, i'lam anna fi samai mamlaka. Kumbuka kuna mamlaka huko. Huko ndio itakuja kuhukumu. Ndugu yangu, tuwe na subra. Ndio hiyo tunajifunza katika asira alhijra an-nabawiyya. Kwa kuendelea vile vile kutokuwa mbali kuwa na subra tujitahidi kwamba tuwe ni watu wa mikakati. Hii hijra inatufunza min ahami asbabi an-najah fi ayi amalin husnu at-takhtit. Ukitaka kufanikiwa kila lolote, kila jambo utakulifanya, mimi, wewe na wengineo, basi tuwe ni watu wa mipango. Waislamu mara nyingi sana sisi tunafeli katika mambo yetu mingi kwa sababu hatupangi, hatuna mikakati. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hijra hii alifanya mikakati. Mikakati gani? Kwa mfano, taban na mikakati inaendana na hali halisi yale maisha ambayo unaishi wewe. Utauliza, wengine wanasema basi kama yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam mtume wa kweli, mtume wa Mungu, kwa nini tena basi Mwenyezi Mungu asimjalie akamletea kifaa akakimbia moja kwa moja akampaisha akampeleka Madina moja kwa moja? Sasa wewe unauliza swala ambalo ujue Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu alitaka iwe hivyo, kutufundisha sisi kwamba kila kitu kina sababu, uchukue na sababu. Mtume alikuwa, Mwenyezi Mungu hashindwi, kampeleka al-Mi'raj. Sote tunafahamu al-Isra wal-Mi'raj. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى الذي باركنا فيها من المسجد الأقصى إلى المسجد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا فيه. Ile safari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitaka vile kwamba iwe usiku ule na iende haraka. Lakini hii hijra Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakutaka iwe hivyo. Kwa sababu alitaka sisi tujifunze, tuwe ni watu wa mikakati. Akamwandaa Saidina Ali atakaa kwenye ile nyumba, kwenye kitanda pale. Akamwandaa Aisha binti Abi Bakar kwamba yeye atakuwa analeta chakula. Akamwandaa Saidina Abu Bakar as-Siddiq atasuhubiana naye. Akamwandaa mpaka mtu ambaye atakuja kufanya nini? Wanapopita katika zile hatua, ataficha zile hatua. Mtume sallallahu alaihi wasallam mikakati hiyo mpaka time ya kuondoka. Isiwe asubuhi kwa sehemu ambayo mpaka pakufikia. Yote hayo ilikuwa ni katika mikakati. Wewe mtu unasema bwana Mungu hakupanga iwe hivi. Lazima una mikakati, shekhe. Yule sahaba alokwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na ngamia wake, akamwambia bwana mimi nitafanya tawakkal, akamwacha tu yule ngamia wake kwamba hakumfunga, kwamba anaona kwa mazingira yake yule ngamia atabaki pale pale. Mtume akamwambia vipi? Iqilha wa tawakkal ala Allah. Fanya mkakati kwanza, andaa mazingira, iqilha, mfunge huyu, tie the camel, tafuta sababu, watawakkal ala Allah, mfunge, halafu tena fanya hiyo atawakkul. Kwa hivyo katika maisha yetu mtu asijaka kama msikitini au akakaa sehemu akasema ya Rabbi mimi bwana dhaifu, ya Rabbi lazima kwanza uende ukatafuta asbab, al-akhdhu bil asbab. Ikiwa mtume wa Mungu naye hakukaa tu Makkah akamtegemea Allah akasema ya Allah nirushe, la, Mtume sallam aliandaa mazingira at-takhtit. Kwa hivyo haya ni mambo katika mambo ya msingi. Wa isnadul maham ila al-akfa al-qadirin ala adaiha, وقد تجلى ذلك بوضوح في الهجرة النبوية. Tumeona haya yote yamejieleza
kwa msingi na kwa wazi kabisa kwamba Mtume SAW aliandaa mazingira mpaka alipopata ile nguvu sasa ya kutoka akenda. Kwa hivyo na lolote ambalo unalipanga leo, unataka kuanzisha msikiti, unataka kuanzisha jamia, unataka kuanzisha jambo la khairi, andaa mikakati kwa nia njema. Mwenyezi Mungu inshallah atakutilia khairi na atakufanyia wepesi katika hiyo. Miongoni mwa mafunzo mengine ya msingi tukiwa nayo katika mwaka huu wa Kiislamu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anatufunza katika hijra hii ahmiyatu suhbatu salihah, kuwa na rafiki mwema. Kuwa na rafiki mwema, yani katika haya maisha tunaoishi tujitahidi bwana, ndugu zanguni, tutafute, tuwe very selective. Yani tena tuwe watu ambao usikubali tu kumvamia kila mtu akawa ni rafiki yako. Wazungu wanayo tabia hii. Wazungu unaweza ukamjua kwa miaka 20 bwana, lakini hakupeleki kwake. Hakupeleki, na siku atakwambia would you like to come for a cup of tea? Ujue jamaa ashakuchunguza kwa miaka 10-15. Anakuwa na wewe unafaa kwenda kunywa kikombe cha chai nyumbani kwake. Hakupeleki nyumbani kwake bwana. Kwa sababu wao wanaamini binadamu anatakiwa ana marafiki wawili au watatu tu. Wa kweli kweli, lakini na akikwambia this is my friend, ogopa. Maana huyu sasa nishamwamini kwa kila kitu. Na sisi Waislamu tunatakiwa tusohobiane na watu wote takriban, lakini tuchague marafiki. Kwa sababu rafiki anaweza kawa ni akakupeleka kwenye khairi, au huyo anaweza akakupambia ya shari ukayaona ni mazuri na akakutoa katika mstari. Katika sira na katika hijra Mtume sallallahu alaihi wasallam tunamwona ahmiyatu suhbati salihah wa adhimi athariha fi awqati ash-shada'id wal azimmat. Ash-shada'id wal azimmat. Na wanasema a friend in need is a friend indeed. Ukitaka kumjua rafiki wa kweli, tazama pale unapoanguka. Ukisikiza historia za matajiri wingi hawa, wengine wameanguka, walikuwa ni billionaires, wengine matajiri, lakini walipofika mitihani katika biashara zao, wanasema walijikuta kwamba wamebaki kuwa peke yao. Wale sahibu zao wakawaita masahib zao, wakifanya na biashara, wakenda huku, wakisafiri, wakitembea, wakifanya na wafanya, kumbe walikuwa ni marafiki wa hela. Ashabu nuqud wal fulus. Bas, lakini pesa zinapotoweka, basi utamkuta huyu mtu anakuwa anaachwa. Na tunajua inna ad-darahima fil amakin kulliha. Mshairi anasema darahim, flus, mali, sehemu zote taksur rijala mahabatan wa jamala. Siku zote ukiwa na hela bana, pesa zinakufanya wewe, zinakupa mahabatan wa jamala, unakuwa una cheo na unapendwa na watu wote. Unapendwa na watu wote. Wa hiya al-lisanu liman arada fasahatan wa hiya as-silahu liman arada qitala. Mshairi anasema, na ukitaka uzungumze ufahamike hasa kwa fasaha, kuwa na pesa wewe. Na ukitaka wewe uwe na silaha ya vita, basi kuwa na pesa. Kwa maana kwamba tunataka watu wajue umuhimu wa kutafuta marafiki wa khairi. Marafiki wa khairi. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa na Sayyidina Abubakar, wakati pale alikuwa anamhitaji kabisa, ndio pale Sayyidina Abubakar as-Siddiq, wasummiya siddiqan, kwa sababu yeye alikuwa ni wa mwanzo katika kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nakumbuka nyinyi hili jina la as-Siddiq, walimjia Makuraish wakamwambia, ya Abu Bakar, sahibu yako Muhammad sallallahu alaihi wasallam leo katujia na mpya. Akamwambia, mpya gani hiyo? Anasema leo karuka kuanzia Makkah hapa mpaka kwenda Baitul Maqdis mpaka Palestine. Unamwamini huyo sahibu wako? Akamwambia, kwa nini siamini? Kama in qala dhalik faqad sadaqa. Ikiwa haya mnaniambia akasema kweli, basi ameyasema kweli, na muamini 100%. Kwa sababu mimi namwamini kwa makubwa zaidi kuliko haya. Mimi naamini kwamba yeye ni mtume wa Mungu. Kwa nini simwamini kwamba akasema katoka hapa leo kenda Baitul Maqdis? Fasummiya bidhalika siddiqa. Huyo ni Abu Bakar as-Siddiq, sio jina la babake, lakini alikuwa akimwamini mtume, akimkubali more than 100%. Tunajifunza katika hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam si hadithi za pauko pakawa. Jamani, ndugu zanguni, tuwe ni watu ambao tunaishi kwa ikhlas na itqan, na tuchague na urafiki wetu usio urafiki ule urafiki wa kihadaa na wa kitapeli. La, tuwe ni urafiki wa dhiki, shida na raha na furaha,
na kuna wengine wao wakiwa na shida tu hujua ndugu zao na rafiki zao, lakini kwenye raha hana rafiki. Siku atakupata mitihani atakuja msikitini hapa, jamani Saidin nauli ya jamani bwana hivi sasa shekhe tumesikia umepata bilioni 3, mbona hatujakuwa na msikitini hapa? Au msikiti umegeuka siku kwenye raha haonekani, kwenye shida anakutusio watu wa aina hii. Hijra vile vile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Makka kuhamia Madina katika kipindi kile kigumu sana. Sisi Waislamu wa karne hii 1447 tunajifunza swala zima la msingi sana linaitwa al-muakha au al-ukhuwa al-islamiyya. Tamaliza nukta hii ya msingi na watu wamechoka. تعد المؤاخاة التي عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار من أعظم الدروس العملية في التعاون والتكافل الاجتماعي. Miongoni mwa mafunzo ya msingi sana ambayo wewe ukiondoka hapo uende nayo nyumbani ni ule udugu alioanzisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nyinyi nakumbuka kwamba popote katika jamii yote sisi wanadamu tulivyo, mwenzako akikuzidi kwa chochote, ikiwa kwa rangi, ikiwa kwa nasabu, ikiwa kwa kabila, ikiwa kwa urefu, ikiwa kwa uzuri, ikiwa kwa mali, ata take advantage of that. Si ndio tunavyoishi jamani? People will take advantage of that. Akiwa nyumba yake nzuri kuliko yako, au mtaa, hata mtaa si wake hamiliki mtaa, atakwambia sisi tunakaa Kinondoni bwana, sababu maskhara tu ukatupeleke huko siju bwana, ataanza kutaja mitaa kwa kejeli. Sisi watu wa Msasani bwana tunafanya maskhara, watu wa Msasani nao wanafujo saa nyingine. Sahibu zangu anasema sisi tuko mjini bwana, maskhara kupeleke mbele Gongo la Mboto. Yake nini yake wewe, mbona unaanza kuleta kiburi yake kwa mtaa tu nuka? Sasa kulikuwa na watu wa kipindi kile vile vile nao walikuwa na mambo kama haya. Yeye anatoka kidogo kabila fulani, wengine hivi, na kulikuwa makaburi ambao makabila very conflictual, yani walikuwa kipigana kwa kweli. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika tu Madina akawaunganisha makabila mawili ambayo walikuwa na ugomvi wa jadi, akawaunganisha almuhajiruna wal ansar. Hawa walotoka Makka, hawa wengine walitoka na magomvi yao, walitoka na watu wa Ansar. Akaambia nyinyi sasa mote ni wa ndugu na ni watu wa moja, lazima umuone huyu mtu wa Makka kama ni ndugu yako. Muhajir taban kaja hana kitu, mtu muhajir ni like a refugee. Mtizame wewe mkimbizi. Kwetu sisi hapa alhamdulillah tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ya al-amn wal-aman, yani amani iliyokuwa ndani ya nchi yetu. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu, kwani amani ni kitu kikubwa sana ndugu zangu. Mimi nimeishi na watu ambao wametoka nchi zao, mtu mpaka nyumba yake imevunjwa. Unamuuliza lini, when are you going to go back to your country? Anacheka anasema mimi I have no dream of going back to my country. Mimi si yote kabisa kwamba kuna siku nitarudi kwetu. Naambia kwa nini yake umechukia kwenu kiasi hicho? Ananiambia sio hivyo, kwetu sisi hakuna kitu, kila kitu kilibomolewa. Kila kitu kilibomolewa, vilikuja vita, watu tukauana, kila kitu kimekwisha, kimebomolewa, maisha mapya kabisa. Hapa nilipofika mimi ndo kwetu. Imagine ni watu wamefika katika hali kama hiyo. Kwa hivyo tunaona watu wawe na udugu, ule udugu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam, nilikuwa zungumza point ya mtu mkimbizi. Mkimbizi anapokuja sehemu anakuwa hana kitu, hana vitu vya thamani, lakini al-Ansar waliwachukua ndugu zao al-Muhajirun, wakawachukua wakawapokea, na ndio udugu wa khair na maana ambao tutakuwa sisi tuishi nao katika huu mwaka wa 1447 na 2026. Usimdharau ndugu yako kwa udhalili wake, ila mchukue na msaidie kwa uwezo, kwa kadri ya uwezo wako. Tunamaliza hapa. حيث جسدت أسمى معاني الإيثار وغرست في النفوس قيمة حب الخير للآخرين كما يحبه الإنسان لنفسه. Masahaba al-Ansar wao kama vile wanavyopenda mazuri waliwafanyia ndugu zao al-Muhajirun vile vile. Na kuna mambo mkiambiwa nyinyi mtashangaa walifanya nini. مع البذل والعطاء دون بخل أو تردد. Wala hakuwafanyia ubakhili, wala hakutisema hawa wamekuja hapa hawana kitu, ni watu madhalili tu. Waliwachukua kama ndugu zao katika Uislamu, wakaishi nao mpaka wakajenga dola ya Kiislamu, wakaanzisha msikiti wao mwanzo. Mwenyezi Mungu akajalia kutokana ule wadhkuru idh kuntum a'daan
Mwenyezi Mungu anasema kumbukeni neema ya Uislamu. Nyinyi mlikuwa maadui, nyinyi makabila al-Aus wal-Khazraj, al-Muhajirun, al-Ansar, na wengineo. Idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Mwenyezi Mungu akaleta ulfa, mapenzi baina nyoyo zenu, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Mwenyezi Mungu kwa kupitia huu Uislamu huu, sisi tusiungane kwa mali tu jamani. Usahibu wangu kwa sababu sisi tuko Kariakoo pamoja. Siku fulusi zitakwenda kupungua, shekhe hana usahibu na wewe. Usahibu wangu kwa sababu tunatoka Mtemani kwetu Pemba au Kokotoni Unguja. Usitake usuhuba wa aina hiyo. Taka usuhuba kwa huyu sahibu wangu kwa sababu ni Muislamu mwenzangu. Huyu kasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, huyu ni Islamu mwenzangu. Faman ata bil jumlatayn qulna ikhwanuna wa dhil huquqi qumna. Nuruddin Salimi anasema yote sisi hatutazami kabila, hatutazami rangi, hatutazami kipato. Mtu akisema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, qulna ikhwanuna, huyu ni ndugu yetu. Haistoshe, wa dhil huquqi qumna, na haki zake sasa tutampa zote, za kusaidiwa, za kusalimiwa, kiumwa tutamtembelea. Huo ndio Uislamu aliotufundisha mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Kwa haya machache nafikiri nimkaribishe sasa Simba wa Nyika, shekhe wetu na imamu wetu kipenzi Sheikh Salim, aje naye azungumze machache inshallah. Na nikitizama kulia kwangu nafikiri kuna jopo la mashekhe. Kuna Dr. pale Usama Al-Azhari, tumempa cheo hicho. Kuna Sheikh Saleh na wengineo. Shekhe wetu hapa na wazee wetu wapo, nao vile vile nao wazungumze. Nisiwe mie tu jamani. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Shukran. Assalamu alaykum. Sheikh Salim. Kazi ya biashara mwaka umetaja 1447 tuko 1448. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukrani kwa muhadhara mzuri. Sheikh Sabri anasema Simba wa Nyika. Mimi kuna wakati mwingine kama nakuwa Yanga wa Nyika. Tafadhali. Inshallah. Baada ya muhadhara huu usije ukanita Yanga. Messi Yanga wala sisi. Subhanallah. Mambo mengine. Mashaallah. Baada ya muhadhara huu huwa tunakuwa na maswali na majibu. Kwanza tunamshukuru shekhe wetu kwa kutueleza jazakallah mengi ambayo tumeyapata kama faida, lakini pia kabla ya kuingia kwenye maswali nawaalika tena na tutaendelea kualika Waislamu kesho inshallah. Muhadhara huu unaendelea mada